Hali ni shwari na kilichotokea juzi dhidi ya Esperance ni hali ya kawaida ya kimpira ya kimatokeo. Tumefanya makosa katika mchezo ule, mpinzani akanufaika na makosa hayo, akatuadhibu, akarudisha magoli yote mawili. Hakuna wa kumtafuta uchawi wala hakuna wa kumtupia lawama. Ni makosa ya mchezaji moja na makosa ya timu kwa ujumla ndiyo ambayo yamepelekea sisi kupata matokeo hayo. Uongozi tunapopata matokeo kama hayo tunarudi kwa haraka na kuangalia tumekosea wapi na kujipanga kwa ajili ya mechi inayofuata. Barua ni kulaani vitendo vya kihuni ambavyo amefanyiwa mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu kwa namna yeyote ile, havikubaliki, kwa namna yeyote ile havipendezi kwa taswira ya mpira wa miguu, lakini kwa hadhi na heshima ya Simba Sports Club. Vitendo ambavyo vilifanyika baada ya mechi nje ya Benjamin Mkapa ni vitendo vya kihuni kama vilivyokuwa uhuni mwingine, na kwa mantiki hiyo havikubaliki na havivumiliki, na tunatoa rai na kushauri wanasimba kuepuka na kuachana na vitendo vya namna hiyo. Haijalishi tumepata matokeo ya aina gani, lakini huu ndio mpira wa miguu. Sisi sio timu ya kwanza kupata sare nyumbani, ama sio timu ya kwanza kushindwa kwenda hatua inayofuata katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kutolewa, kufungwa, kupata sare ni sehemu ya mpira wa miguu, na lazima wanasimba waelewe kwamba sio kila mwaka Simba tutafuzu kwenda robo finali, na sio kila mwaka Simba tutafanya vizuri. Kwa miaka 7 mtawalia tumefanya vizuri, tumevuka kwenda hatua ya robo finali, na kila siku huwa narudia ya kwamba tumeweka rekodi kubwa mno barani Afrika. Ni timu 3 pekee Afrika ndizo zimefuzu robo finali ndani ya kipindi cha miaka 7 mfululizo: Simba, Al Ahly pamoja na Mamelodi. Kwa tumefanya kazi kubwa ndani ya kipindi cha miaka 7 hiyo. Mwaka huu tumeteleza, basi isiwe sababu ya kuvunjiana heshima, isiwe sababu ya kutweza utu wa mtu kwa sababu tu Simba amekosa nafasi ya kwenda hatua ya robo finali. Mwaka jana sisi tumekwenda robo finali, na sio tu robo finali, tumecheza mpaka finali. Mwaka juzi tumekwenda robo finali, mwaka majuzi tumekwenda robo finali, mwaka majuzi na majuzi yake tumekwenda robo finali, mwaka majuzi na mtondogoo tumecheza robo finali. Yote hiyo ilikuwa ni Simba Sports Club. Kukosa kwenda robo finali mwaka huu isionekane tumeloja, isionekane jambo jipya, jambo la ajabu, wanasimba wakahamaki, wanasimba wakapagawa kana kwamba hakuna tena nafasi nyingine ya kushiriki michuano ya kimataifa. Walio kwenda robo finali mwaka huu, mwaka jana hawakwenda. Walio kwenda mwaka finali mwaka huu, wengine mwaka juzi hawakwenda. Kwa ndio mpishano wa namna hiyo, wala hakuna sababu ya kuhamanika, ya kupagawa na vitu kama hivyo. Tumekosa nafasi mwaka huu, timu yetu haikuwa sawa, na hii wala haijaanza kwenye mechi dhidi ya Esperance. Ukiangalia safari yetu kwa ujumla tangu tumeanza msimu huu, tumekuwa na mwendo wa kusuasua hapa na pale. Tangu mechi na Eswatini, mechi na Gaborone, unaona kabisa mwenendo wa timu yetu haukuwa mzuri. Tumeingia hatua ya makundi, mechi ya kwanza na Petro, mechi na Stade Malien, mechi na Esperance kule kwao, yote unaona kabisa Simba haiendi katika mwenendo wake. Mechi ya juzi tukawa tayari tumeshashika, lakini mabadiliko yaliyofanyika lazima ya Kagoma na Nangu yakaharibu kabisa mchezo. Makosa aliyokuja kufanya Kanti yakavuruga kabisa. Kwa hiyo ni masuala ya kawaida ya kimpira ambapo wana Simba wanapaswa kutulia, kuelewa kwamba yes, mwaka huu ngoma imekuwa ngumu kwetu, tujipange kwa ajili ya mwaka ujao. Michuano ya kimataifa haijamalizika, msimu huu tumekosa, tajipanga kwa ajili ya msimu ujao. Simba imeshaimarika hivi sasa. Nadhani hata wenyewe mashabiki wa Simba wanaona hivi sasa. Simba hii ni tofauti na Simba ya nyuma kidogo ambayo tulikuwa tunapata. Yani kadri tunavyoelekea huko mwishoni, kadri tunavyoelekea mechi mbalimbali huko, timu yetu inazidi kuimarika, na hii inatoa imani kubwa kwamba msimu ujao mnyama atarejea kwenye makali yake. Ni rai yangu moja kwa wanasimba, wala hatuna sababu ya kuchanganyikiwa. Yani tungekuwa tumesikia jamani, baada ya Simba kushindwa kwenda robo finali mwaka huu,
mwakani hakuna tena michuano ya Champions League, hapo tungeweza kupagawa kweli kweli, lakini as long as kuna nafasi nyingine msimu ujao, hebu tuwekeze nguvu kwenye huo msimu ujao. Na tuna kazi mbili za kufanya kama sio tatu. Ya kwanza ni kuhakikisha mnyama anarejea kwenye hatua ya makundi, kurejea kwenye michuano ya kimataifa. Hii ni kazi ya kwanza. Maana yake ni kwamba tunatakiwa kushika nafasi za juu katika ligi kuu ya NBC. Na kazi yetu ya pili ni kuhakikisha kwamba nguvu zetu zote tunazielekeza katika ligi kuu ya NBC yenyewe, twende tukachukue ubingwa. Tumekosa kwenye michuano ya kimataifa. Unajua sisi hatuna deni, ni vile tu mashabiki wetu tayari wameshazoea kujimwaya, washazoea kutamba kwenye michuano, lakini kiuhalisia kwenye michuano ya kimataifa klabu ya Simba haina deni hata kidogo. Tumefanya kila kitu kilichokuwa bora, tumefanya kila kitu kilichokuwa sahihi, tumejitahidi pakubwa mno kwenye michuano ya kimataifa. Hatuna deni hata la senti sifuri kwenye michuano ya kimataifa. Kuondolewa mwaka huu kusifute mema na bora na mazuri yote ambayo tumewahi kuyafanya katika mashindano haya. Sehemu pekee ambayo tuna deni wana Simba ni kwenye ligi kuu ya ndani, ni kwenye ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Huku ndio tuna madeni makubwa yasiyolipika. Sasa twende tukawekeze nguvu huku kwenye madeni makubwa, twende tukapambane huku kwenye ligi kuu ya NBC. Tuna miaka 4 hatujapata ubingwa huo wa ligi kuu wala wa CRDB. Twendeni wana Simba kwa nguvu moja, twende tukapiganie ubingwa huu. Michuano ya kimataifa tutaikuta mwakani, takwenda kufanya vizuri. Na hii ni kawaida ya mnyama, anapopotea kwenye michuano ya kimataifa, akirejea huwa anarejea na nguvu kubwa. Mwaka ule kuna mwaka tucheza hatua ya robo finali, tukatoa na TP Mazembe kama niko sawa sawa. Mwaka uliofuata tukatolewa hatua ya awali na UD Songo. Mwaka uliokuja tukarudi na nguvu kubwa kweli kweli, ambapo baada ya hapo safari ya mnyama ikawa kila siku ni mwendo wa robo finali. Kwa hiyo kwenye michuano ya kimataifa huku tunajipanga kuanzia hivi sasa kukusanya nguvu, turejee kwa kishindo kikubwa. Lakini huku kwenye ligi kuu ya ndani huku tuna deni kubwa kweli kweli ambalo tunapaswa kwenda kulipambania. Wana Simba, ndugu zanguni, tuache marumbano, tuache masononeko, tuache hasira, tuache manunguniko, tuache kila kitu, tuwekeze nguvu kwenye kuipambania Simba yetu, twende tukachukue ubingwa wa ligi kuu. Hili ndiyo kombe ambalo tunalihitaji kweli kweli hivi sasa. Hili ndiyo kombe ambalo tuna njaa na shauku nalo kweli kweli. Huku kuna deni kubwa kweli kweli. Twendeni wana Simba, twende tukalipambanie kombe hili, na hii inawezekana pakubwa kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo. Na wana Simba tukaamua wote kuzungumza lugha moja, tukaamua kupambana pamoja. Mnyama anachukua ubingwa na itakuwa yena kubwa kweli kweli. Na of course tumelimisi miaka 4 mingi, lakini kama tutawekeza nguvu kubwa kwenye bana, wewe umesababisha, unajua yule bana, unajua tutajipoteza na